أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu alqawl. Tusaidiane katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni wa watu ambao tunapata ridha ya Allah azza wa jalla, tunapata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, tunapata nguvu za kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaidiane katika kuomba kwamba Mwenyezi Mungu ataifanya kila juhudi ambayo tunaifanya katika maisha yetu iwe ni jihadi ya kutaka kutafuta mema ya dunia na mema ya kesho akhera. Hakuna wakati ulio mwema zaidi kwa maisha ya mwanadamu kama wakati wa usubuhi. Uongozaji wa siku ya mwanadamu unaanza usubuhi. Usubuhi ikijengwa katika uongofu, siku humalizika kwa uongofu. Siku ikimalizika kwa uongofu, wiki inakuwa ni ya uongofu. Wiki ikimalizika kwa uongofu, mwezi unakuwa na uongofu. Mwezi ukimalizwa kwa uongofu, mwaka unajaa uongofu, na mwaka ukijaa uongofu, maisha yetu yanakuwa ni maisha yenye uongofu. Kwa sababu hakuna hasara iliyo kubwa zaidi kama mwanadamu kuishi maisha yake yote ya miaka 70, 80, 100 na baadaye akagundua kwamba maisha yake hayakuwa maisha ya uongofu. Na maisha yakishamalizika, basi kuyarudisha tena inakuwa mtihani, haiwezekani. Kwa kila tukiishi yatakikana tutafute mbinu za kutuwezesha sisi kupata advantage ya lile jambo ambalo tunalifanya kila wakati. Jana tulianza silsila ya sheria za kisaikolojia ambazo ukizitumia zinakupa msukumo mkubwa sana wa kuwa mtu mwema katika maisha yako. Na tukajiahidi kwamba kwa sababu ya wakati tutakuwa tunachukua tatu mpaka tuzimalize, kwa sababu sheria zenyewe ni sheria 15. Jana tulianza na sheria ya great law, yani sheria ya kilele. Mwanadamu kufika kilele ni kujua kwamba matendo yake ndiyo yanamjengea maisha yake. Hakuna mtu mwingine anayekuja kutoka mahali pengine popote kukujengea maisha yako, ni wewe na vitendo vyako. Kwa hivyo ukitaka maisha ya juu, fanya vitendo vya juu, lakini ukifanya vitendo vya chini, na maisha yako yanakuwa ya chini. Ukitaka maisha ya faraja, fanya vitendo vya faraja, ama maisha yako kila siku yatakuwa ya dhiki. Ukitaka maisha ya kuendelea, fanya matendo ya kuendelea, ama kila siku utakuwa unarudi nyuma katika maisha yako. Unakuwa kiumri, lakini kimaisha unabaki pale pale, ama vibaya zaidi uwe unarudi nyuma. Tukazungumza juu ya sheria ya pili ya creation, kwamba kila unayemuona barabarani duniani, huyo mtu vile alivyo ni yeye mwenyewe ndiye akajitengeza, alafu Mwenyezi Mungu kamtilia taufiki. Kwa hivyo na wewe ukitaka kuwa mtu yoyote unayetaka kuwa, jitengeze. Sisi binadamu tumepewa privilege ya kwamba tunaweza kupeleka maisha kwa maamuzi yetu, imma shakira wa imma kafura. Aidha unafuata silsila, ratiba, manhaj ya Allah subhanahu wa ta'ala na utaishi vizuri, ama unafuata manhaji ya sheitan na maisha yanakufanya unakuwa mtu duni. Ya tatu tukasema ni law of humility, yani sheria ya ukarimu, sheria ya kujua kwamba mwanadamu ni mtu dhaifu, kulika insana dhaifu,
Mwanadamu ni dhaifu. Kwa hivyo usighurike kwa ujana wala kwa mali na wana, kwa sababu siku moja utakutana na Maulana. Wacha nirudie, usighurike kwa ujana wala kwa mali na wana, siku moja utakutana na Maulana. Everything, and I mean everything, katika maisha is temporary. Kila kitu kinapita, lakini kila kinachopita katika maisha yako kitumie katika advantage ya kujenga mwisho wake. Saikolojia mmoja kaandika kitabu kizuri sana kueleza tabia zinazomkuza mwanadamu mpaka akafika vile Mwenyezi Mungu alivyosema ametuumba, lakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Akasema moja ya taratibu mwanadamu anayofuata kuwa ahsani taqwim ni kila siku kufikiria mwisho wake. The end determines the effort, kwamba ule mwisho ndio unakusukuma ya ile effort unayoifanya kila siku. Ikiwa matarajio yako, expectation yako, mtazamo wako, matamanio yako, maono yako, ruwaya yako ni kwamba mwisho wako iwe ni hatima njema, basi utafanya mema kila siku. Lakini ikiwa hujali vipi maisha yako yatamalizika, ndio pale unaishi maisha ya confusion. Hujui lipi zuri na haujui lipi baya, unachanganya, inakuwa cocktail ya disaster, inakuwa mchanganyiko baadaye unaokuangusha na mwisho unakuwa mbaya. Wale maprofesa wanaofanya utafiti wa watu wanaokufa, yani deathbed research, wanasema kulingana na findings zao, yani utafiti wao, watu wengi wakiwa katika sakaratul maut wanajutia ile fursa Mungu alizowapa, lao wangezitumia mwisho wao ungekuwa mzuri, lakini hawakuzitumia. They don't regret what they did. They regret kwamba Mwenyezi Mungu aliwapa fursa katika maisha yao ya kuyarekebisha, kuyatengeneza, kuyahuisha maisha yao, wakaamua kuyakalia na kuchukua no action, na baadaye mwisho unakuja na no reverse gear. Unaenda curtains ishafungwa, milango ishafungwa, na tauba imemalizika. Sasa what runs in your mind ni kwamba lao only if si silaha ya kutumia katika kurekebisha mienendo yetu. Only if is guilt, only if is regret, only if is disappointment. Kwamba unafika mahali sasa unajikuta wewe mwenyewe umechangia katika yule mtu uliyekuwa katika hii dunia, na sasa huko unapokwenda akhera, labda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe na huruma na wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutunuku, labda akusamehe dhambi zako, na baadaye kufanya miongoni watakaoingia peponi bila hesabu. Lakini otherwise, kama ataconsider ile balance ya matendo yako hapa duniani, basi huenda ukaingia ile janna ya chini, ama ukaingia katika jahannam ya chini kabisa. Ndugu zangu, leo sheria zetu tatu itaanza na sheria ya growth, law of growth. Hili neno growth ni neno zito sana, kwa sababu ni neno ukiliangalia linakupa challenge ya maisha, linakufanya uwe na msukumo, juhudi, bidii ya kutaka kuwa mtu tofauti kila siku katika maisha yako. Is wrong, very wrong.
mwanadamu kuwa mtu yule yule katika siku mbili tofauti. Mwanadamu atakikana asome, ajisomeshe kutoka experiences anazozipitia kila siku. Kufanya makosa mwanadamu si makosa, kula ibn adam khata, lakini wa khairu khataun at-tawwabun. Ukifanya makosa jana, yale makosa yatakana yawe ni mwalimu kwao, ili leo usome ubadilike, kesho mambo yawe tofauti. Lakini ikiwa wewe daima dawamu kila siku, every day unafanya makosa yale, hayo si makosa tena, hayo yanakuwa ni kusudi. Na mwanadamu akifanya kusudi nyuma kila siku, uwe na hakika kwamba atarudi, kwa sababu anafanya kusudi. Na huo ndio unawezekana kuitwa uhasidi wa nafsi yako. Manake mara nyingine mwanadamu anakuwa hasidi wa nafsi yake, anajua haswa anayoyafanya yanachangia kumwangusha katika maisha yake, lakini anaendelea kuyafanya. Ajab kwamba wewe unajua yale matendo unayoyafanya yanachangia katika kufanya mtu duni, lakini bado unayarudia mambo kama hayo mpaka wakati unakufikia malakal maut, anakufikia, na baadaye there is no escape route, you have to pay kwa yale yote ambayo uliyafanya. Lao ungeyarekebisha, ingekuwa haujapata ya Mola iliyo mbaya, laana. Growth inakufanya uamini kwamba there is no gain without pain. Hakuna aliyeingia peponi kwa kulala masaa 24 akiwa hapa duniani. Hakuna anaingia peponi kwa kula masaa 24 hapa duniani. Hakuna anaingia peponi kwa ajimiana na akili yake hapa duniani masaa 24. Hamna anaingia peponi kwa kucheza mziki masaa 24 hapa duniani. Hamna kuingia peponi kwa kufanya maasi masaa 24 hapa duniani, kwa sababu unayapenda maasi kama yale. Unaingia peponi la'allakum tattaqun, ukijifundisha kwamba mimi kuna mambo mengine lazima ni ya sacrifice, ni yaache, I have to let go. Chochote ambacho hakitanipa uwezo wa kugrow, let go, kiachilie. Wanasema katika saikolojia, unstuck yourself. Wewe ni binadamu bwana, wewe si hayawani, wala wewe sio mti, wala wewe sio maumbile mengine ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni ibn Adam, na mwanadamu kapewa uwezo wa kuamua. Amua leo kwamba utajinyanyua, kwa sababu usipojinyanyua wewe mwenyewe, nani atakunyanyua ndugu yangu? Nani atakunyanyua? Nani dunia hii atakunyanyua kukufikisha pale ndoto yako ilipo? Nani atakunyanyua kama wewe mwenyewe hutotia akili ukajiambia mimi mwenyewe ndio mwenye uwezo wa kujinyanyua kufika lile lengo ambalo nitaamua. Ukiamua unakuwa mtu wa murua katika maisha yako, na ukiwa mtu wa murua, kila jambo unalolitaka Mwenyezi Mungu atakupa uwezo kuwa, na maisha yako atakuwa mazuri kama vile ua linavyofunua, na nuru yako itakuwa na nguvu, mfano wake itakuwa kama jua. Lakini kwanza lazima kujinyanyua. Wewe lazima kujinyanyua. Unstuck yourself. Hujagongwa msumari wewe katika maisha yako, wala hujatiwa glue katika yale maasi unayoyafanya, la, wala hujafungwa silsila pamoja na yale maasi unayoyafanya. Kuna uwezekano wa kujinyanyua, ya kunyanyasua kutokamana na yale ambayo yanakuzamisha katika bahari upotevu. Grow hakupatikani kugrow. Huwezi kukua kama huamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumba kukua, sio kubakia vile vile na kuiumbua. La, kila aliyeumbwa kaumbwa ili kusudi atekeleze yale ambayo anafaa kutekeleza na kukua vile anavyotaka kukua.
lakini lazima ile level ya optimism, yani ile level ya imani yako iende juu, usiiweke chini. Hakuna aliyezaliwa duni, kila mmoja, ndugu zangu, biolojia inasema kila mmoja anapokuwa katika tumbo la mama anaishi maisha sawa. Muhindi, Mwarabu, Msomali, Mborana, Muorma, Mbajuni, Mkikuyu, ndani ya tumbo la mama sisi wote tunaishi sawa, maisha yetu sawa ya kibiolojia katika tumbo la mama. Watoto wote wanaishi sawa katika tumbo la mama. Tofauti inakuja baada ya kuzaliwa, na baada ya kuzaliwa tofauti inakuja. Kwa nini? Kwa sababu sasa ni wakati wetu wa kuamua. Kwanza wanaamua wazazi wetu, kisha baadaye tunaamua sisi. Na kama uamuzi waliofanya wazazi wetu na uamuzi ambao tutafanya sisi ni uamuzi ambao hauwezi kukupa enzi, basi unakuwa mwisho mtu ambaye unapata mabaya tu katika maisha yako ya malezi. Kwa hivyo ni lazima tuchague katika kuishi kwetu, tuishi maisha ambayo yana faida, sio maisha ambayo yenye hasara. Growth, ndugu zangu, yatakana kufanyiwa kazi, na kama wanavyosema katika falsafa, works. Majitahada wajada, anajitahidi anafaulu. Ndugu yangu, anafaulu. Mwenyezi Mungu hana haja ya wewe ujiangalie matokeo yako. Mwenyezi Mungu anataka wewe utie pondo katika bidii zako. Tia pondo katika bidii zako. Kama watu wanajishughulisha na maisha kwa masaa 6, wewe jishughulishe masaa 8. Wengine wakijishughulisha kwenye ibada masaa 8, wewe jishughulishe masaa 12. Wengine wakijishughulisha katika kutafuta riziki zao kwa masaa 12, wewe fanya masaa 16. The more you invest katika maisha yako, the easier you become the best katika maisha yako. Lakini kwanza lazima uinvest the best katika maisha yako, kwamba wewe kila siku unaangalia kipi kilicho bora cha kufanya, na unakifanya kwa ghera, kwa nguvu zaidi, kwa sababu unataka kuwa mbele katika maisha yako. Hutaki kubaki nyuma, wataka kupata neema katika maisha yako, baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, sheria yetu ya pili ya leo ni sheria wanaita law of responsibility. Responsibility ni neno la Kizungu linalojengwa na maneno mawili, ability to respond. Watu wengine tuna tabia ya fire extinguishers, fire brigade. Tabia zetu ni tabia za gari la kuzima moto, yani hatuchukui action mpaka mambo yetu yaharibike katika maisha. Yani we are reactive. Unangoja mpaka unachanganyikiwa vibaya kabisa, ndio sasa unaanza kulia, maisha yamenilemea mie, yamenilemea, madeni yamekuwa mingi, watoto hawanisikilizi, mke wangu amenitoroka, kodi ninadaiwa ya nyumba, biashara yangu imeanguka, sijui nitakimbilia wapi. Lakini haya hayakufanyika kwa usiku mmoja, wala kwa siku moja, wala kwa wiki moja. Haya yalianza mahali wewe ukapuza zile dalili ya mvua ni mawingu, siku njema huonekana usubuhi. Sasa wewe ukisha kuona mambo hayaende sawa, simama wima sasa, simama wima, utafute suluhisho zenye uwezo wakawa, ili mambo yawe sawa. Usingoje paka wimbi likakupita kimo, likakufika zako, ukawa you can't breathe anymore. Mambo yakianza kuleta dalili kwamba lo, mwanangu huyu sasa usubuhi alikuwa akiamka mwenyewe kwenda msikitini, sasa hata ukiamsha lazima mpigane. Mwanangu huyu sasa ilikuwa akipenda shule, akaenda yeye mwenyewe, vitabu akisoma yeye mwenyewe, inaonekana sasa mpaka ukumbushe kufanya homework. Mwanangu huyu sasa ilikuwa usubuhi jambo la kwanza akiamka akija kuniamkua, siku hizi mpaka nimuite, kuna shida gani mahali? Mke wangu ilikuwa nikija akiningoja mlangoni kunikaribisha, akinipokea mzigo niliobeba,
mke wangu chakula akipika hata kabla sijafika nyumbani. Siku hizi nkuwa anaingia jikoni wakati akijua mimi nishafika. Siku hizi nkuwa mpaka niseme ndio chakula kitapikwa. Kuna shida gani hapa? Wateja wa biashara yangu wamepungua, kuna shida gani? Usingoje mpaka mambo yakakushinda nguvu kabisa ukawa hauna uwezo. Don't allow kile kijilima cha chungu kuwa mlima wa Kilimanjaro wa shida zako za maisha. Chukua hatua mapema. Ni responsibility yako kurespond, not to react. Ni shida ikiwa mambo yashaharibika, kuyaleta yakawa yatakamilika tena na kuwa shida. Lakini usipoziba ufa unajenga ukuta, na nguvu za kujenga ukuta ni nyingi kuliko juhudi ya kuziba ufa. Katika maisha yetu tusingoje. Zamani alhamdulillah ulikuwa waweza kuswali mpaka tahajjud, ulikuwa ukiweza kufunga kila Jumatatu na Alhamisi ukisoma Qur'an juzu 10 kwa siku. Lakini hivi sasa uvivu umekuvamia, unajiuliza ni lipi nililolifanya mpaka sasa siwezi tena kufanya zile ibada zangu nilizokuwa nikifanya? Ni wapi pameingia doa? Ni wapi ile nerve ya spirituality imekatika? Ni wapi ile waya ya kuniconnect mimi na Allah subhanahu wa ta'ala imelegea? Ni wapi umeme umekatika kwa ibada zangu? Ni wapi? Sasa ukipangalia pale mahali ukapa fix mapema, basi inakuwa rahisi kuendelea kuwa mtu mwema, kuzipata neema, ukaweza kusimama duniani ukaterema, na kesho akhira ukaingia peponi kwa yake Mola nyingi rehema. Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, sheria yetu ya tatu ya leo inaitwa law of connection. Law of connection. Ikiwa connection zako za kimaisha ni connection za watu wazuri, mambo mazuri, tabia nzuri, basi na wewe unapata mazuri. Ukikaa na muuzaji mafuta mazuri, hata usiponunua, hata kama huna pesa za kununua, ile hali ya yeye kupima na kuuzia watu wengine, yale yanayorukaruka yataingia katika kanzu yako na utanukia vizuri, ijapokuwa hujanunua, lakini umekaa mahali ambapo kunauzwa mafuta mazuri. Ukikaa na wasomi, hata kama hujasoma, unapata chembe za usomi. Ukikaa na watu wema, hata kama wewe pengine hujakuwa mwema vile, unapata athari za wema. Ukikaa na watu wenye senti, hata kama wewe hauna senti, unapata baraka za kuwa na senti. Labda watakukopesha pesa uanze biashara kadogo, kwa sababu sasa umejenga uhusiano, na uhusiano mkubwa ni uhusiano wa sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na maisha yako. Uhusiano mkubwa zaidi ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na maisha yako. Kwa hivyo chunga mahusiano yako, your inner circle and your circle of influence. Kwa ile inner circle, yani circle ya kulinda roho yako, na circle ya influence ni circle ya watu waliokuzunguka katika maisha yako. Ndugu zangu, maisha yako na maisha yangu yanatokamana na hizi sheria tulizozisoma usubuhi ya leo. Hakuna anayekuwa vile anavyokuwa kwa bahati mbaya. Hamna bahati mbaya katika maisha, hamna. Bahati mbaya tunazijenga sisi wenyewe kwa kuzipuuza wakati tumeona dalili zake, lakini bahati nzuri pia tunazijenga sisi wenyewe. Wanasema preparation plus opportunity inakufanya wewe uwe na bahati nzuri kila siku, kwa sababu you are prepared. When you fail to plan, you plan to fail. Kwa hivyo ikiwa unataka kuwa maisha mazuri, jitayarishe. Wale wakulima wakiona dalili za mvua wanaanza kutayarisha ardhi, alafu wanatafuta mbegu zenye grade ya juu, alafu wanatafuta tinga, kwa sababu mikono yao yaweza kuwa yasiweze kuchimbua vizuri, ili kusudi mchanga uchanganyike vizuri. Alafu wanapanda tawakkul, wanapanda mbegu zao. Baada ya kupanda haziwachi hivyo, wanapalilia,
kwa sababu when you refuse to remove the weeds of your garden, when you refuse to remove the weeds of your life, ukikataa kutoa magugu maishani kwako, mimea yako mizuri inachukuliwa na magugu ambayo hayastahili kuwa katika maisha yako. Na wewe ukijikataa kujitoharisha, kujiepusha, kujenemesha na mambo mazuri yanayokufuata, ni mambo mabaya. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni wa wale ambao kila siku tunijitahidi kuwa wema na wema na wema zaidi. Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni wa wale tunaopanda daraja za maisha kulingana na wakati wetu, juhudi zetu na uwezo wetu, na Mwenyezi Mungu atujalie taufiki katika maisha yetu. Allahumma sahhil lana mimma nurid wa najina mimma nakhaf bifadlika ya latif. Allahumma arzuqna fahman thaqiba wa hifdhan wasi'a wa ma'rifatan tamma wal aqli salim fi jismi salim wa tabiyatan mustaqima. اللهم اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muwe na Jumatano yenye kheri, fanaka na maendeleo tele inshallah.